Mtazamaji wa Mofu TV, karibu tena masaa haya ya asubuhi ambao tunaungana nawe tena kuweza kuzungumzia ama kuweza kugusa masuala mawili matatu kuhusiana na ile ambao unasema kwamba ni kipindi ambacho tunapitia katika mitandao ya kijamii usiku huu wa leo, asubuhi ya leo. Masuala mawili matatu yanazidi kuchacha haswa mitandaoni. Kipindi ni The Digital Eye, mtazamaji, na karibu popote ulipo, popote unatazama usiku huu wa leo, asubuhi ya leo, popote ulipo, mchana huu wa leo, popote pale ulipo. Weze kunieleza kwamba unanipata ukiwa wapi usiku huu wa leo. Na kwenye Digital Eye tunaenda kuzungumzia baadhi ya masuala kwa dakika chache hivi. Tunaenda kukuzungumzia baadhi ya vitu ambavyo vimeweza kutrend katika mitandao, vitu ambavyo vinatugusa sana sisi kama wana Mofu TV. Kumbuka mimi ni wako Vincent Okinda, na nitakuwa tunateremka nawe moja kwa moja. Nasema kwamba jumla bin jumla, moja kwa moja kwa dakika chache zijazo. Na kwenye issue kubwa jioni hii leo ni issue ambayo one and only anaweza zungumzia kwamba ni mchekeshaji kutoka humu nchini Kenya, Mlamwa, ameweza kukuwa na kipindi ambacho labda ni kipindi ambacho wengi hawawezi wakaona kwamba labda it is the celebrity aspect ambayo inafanya anapitia kipindi hiki. Ameweza kuwaunganisha Wakenya. Mlamwa amewaunganisha Wakenya, ameunganisha wanaume wote, ameunganisha wote ambao labda wanatumia mitandao ya kijamii na wanaomfahamu na wanaomjua usiku huu wa leo. Kwa ungana nami popote pale ulipo jioni hii leo, ama asubuhi ya leo, ama mchana huu wa leo, uweze kuniambia kwamba unanipata ukiwa wapi ndani ya Mofu TV, nasi tuweze kuganda pamoja. Weza pia piga simu uweze kunipa maoni yako kuhusiana na issue nzima ya huyu mwana mchekeshaji, mzungumzie Mlamwa, mtu ambaye labda ana heshima zake katika jamii usiku huu wa leo. Kama we ni mgeni hapa, usisahau kusubscribe, manake unaposubscribe unatupa nguvu nasi ya kuweza kupiga labda mbizi, kuweza kuzama, na tunarudi na habari ambazo zinaweza kufurahisha na habari ambazo labda zitakufanya ukue updated member of the society. Bila kuharibu muda mtazamaji, siku ya jana kwa wale wote ambao wanatumia mitandao tuliweza kuona kwamba mchekeshaji Mlamwa ama Oyando Senior, anajiita Oyando Senior, aliweza kutokea zile kashfa ambazo labda tunasema kwamba ni kashfa za baby mama na baby daddy ambazo aliweza kukumbana nazo one on one. Imekuwa muda, it has been a time of speculating if at all like wako pamoja na mpenzi wake ambaye alikuwa mpenzi wake, sasa hivi tunaweza sema kwamba mpenzi wake Ruth K. It has been a minute of speculating kama basi wako pamoja ama hawako pamoja, lakini siku ya jana mtazamaji paliweza kujitokeza bayana waziwazi kwamba hawako pamoja tena. Siku ya kwanza, because we have been all suspecting kama basi huyu Mlamwa yuko pamoja na mrembo wake, na kama basi hawako pamoja, ni wapi ambapo labda hao watu walienda, na ni wapi ambapo labda walienda kufanya nini, waliweza kuachania, ama labda makosa ilikuwa ya nani. It has been a forgery game. Tunaangalia tu, tunajaribu kuforge kwamba ni nani huyu ambaye labda alimwacha mwingine ama hakuwa anampenda mwingine. Lakini for the very first time yesterday, I think many Kenyans got to know and to get the real story. The reality was served courtesy of one Mlamwa, na pia zilikuwa gloves off because Ruth K retaliated. Nasikia sasa hizi vijana mtaani mnasema retaliate. Mlamwa pia bibi yake Ruth K pia ali-retaliate because mambo haikuwa inaenda jinsi ambavyo labda alikuwa ametarajia. So ikabidi pia naye afanye nini, aweze ku-retaliate. Retaliation means like it was nothing left unturned. But now Mlamwa came and finished the game. So this is how it started. Mlamwa wrote a message on Facebook, and then after writing a message, it was a very inclusive message that included the story, the whole story, and how the breakup has been. Akiwa anamuaccuse Ruth K of demolishing her own house
ameharibu nyumba yake yeye mwenyewe akiona na mikono yake miwili, na pia akasema kwamba yeye ameweza kukua katika hali ya kuweza kununua vitu vyake ama vitu vya nyumba, alikuwa anavinunua polepole na akiviweka wapi? Akiviweka kando, ama like she had a plan of moving away and starting her own life. So she used to buy, alikuwa ananunua vitu ambao labda ni vyake, vitu vya nyumba, na akajipanga polepole. According to the messenger, bibi yake ambaye ni Ruth K alikuwa amejipanga na alikuwa amekuwa na muda kujipanga, alikuwa ananunua vitu akiweza kuviweka kwenda katika maisha yake ya kipekee, maisha ambao anaishi kule maeneo ya Ruaka, mtazamaji. Kwa inatokea ni kipindi ambacho Mlamwa wakati ambapo anajipanga kuwa na show yake ya Konki, anaongezwa kwenye WhatsApp group ambao ilikuwa na wanawake 84. Na kwa wale wanawake 84 anaweza Ruth K anaweza kuandika ujumbe kwamba labda Mlamwa ameweza kuathirika kwa njia hii ambao Mlamwa mwenyewe aliweza kuitaja, sio? So I'm trying to think like how strong was Mlamwa that moment, because alikuwa na show and all the promotions and adverts has been done for it. Tulikuwa tunaona taoma posters and everything zilikuwa zina happen as it was. So you find like it was a very hard time, but I think by that moment we need to really congratulate him, if at all whatever he was writing on social media yesterday was the real deal. So after writing all this, the tea now starts spilling. Like after kuongezwa kwa WhatsApp group, anaambiwa kwamba yeye ameathirika. Sijui ameathirika labda kwa njia hiyo. Kama hujasoma hiyo chai, nadhani haikuweza kufutwa. Afika pale kwa ukurasa wa Mlamwa, baadaye utakuwa unapata huo ujumbe. Alafu baada ya kuweza kuandikiwa ile message kwamba labda ameweza kuathirika, amerudi na akasema kwamba labda bibi yake alikuwa ameweza kuharibu nyumba yake mwenyewe. Kwamba anaongea na marafiki wale labda bestie and whatever and everything. But remember how Ruth K came to the life of one and only David Oyando. Huyu ni nurse. Huyu ni nurse kabisa. Masuala ya hospitalini anaelewa kabisa. So alikuja kama mwanamuziki, mtazamaji. Na alipokuja kama mwanamuziki, alikuwa na nia ya kuweza kukuza kipaji chake cha uimbaji. Wakati huo Mlamwa alikuwa anapitia kipindi ambacho labda kilikuwa kipindi cha sintofahamu kati yake na Carol Soni. So ikabidi afanye nini? Aingie kama mwanamuziki huyu Ruth K, akawa anapata modification polepole, akaachia kibao cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, hatukuweza kusikia. Manake sasa tuliweza kusikia masuala na ule uhusiano, na akaweza kupata ile upgrade ya kutoka kwamba labda yeye ni mtu ambaye ni muziki na nini, akaweza kusongezwa kuwa mwana Mlamwa ama labda bibi ya Mlamwa, mtazamaji. So I want you to reason with me. Did it just happen like Mlamwa had a plan of moving in with another person na alikuwa amejua kwamba yeye na Carol Soni wameweza kuachana, ama kwa upande mwingine unaweza sema kwamba labda Mlamwa anamuaccuse Ruth K, because in the message of course it was also detailed that Carol Soni ndoa yake na Mlamwa iliharibika kwa sababu ya Ruth K kuweza kuingilia maisha ya David Oyando, sio? So ikawa kwamba labda ni ile hali ya sintofahamu hapa na pale. So to the bigger thing of this one, and that is why ikawa kwamba labda ni ile hali ya sintofahamu hapa na pale. So to the bigger thing of this one, and that is why like ukiangalia hapo chini hapo kwa nini producer bwana Silas Zaboga ameweza kuandikia kwamba nirudishie meno yangu, all the modifications that Mlamwa aliweza kufanya katika hii chaneli aliweza kufanya aliweza kufanya kwa huyu mwanadada, samahani, ni modifications ambazo labda zilikuwa zinahitajia kwamba labda Ruth K hakuwa labda na ile full teeth alignment, like ile tooth alignment hakuweza kuwa nayo nzuri, sio? So ikabidi ifike mahali ambapo it required zile tooth refilling and whatever it was, ama zile za kuweza kuongezewa meno kwa yale labda yale ambao alikuwa ametoka, mtazamaji wangu. So it was a big moment where unaona like it really called for that moment, number one. And number two, if you look at it well, for Mlamwa to now have the full potential ya kwanza kudate na huyu ambaye ni Ruth K, it really took some moments off and on, like we really didn't know kama it was the real truth, like Mlamwa alikuwa anadate Ruth K. Mtazamaji wangu wa Mofo TV,
Ikafika mahali ambapo sasa Ruth K amesonga in as the wife and Carol Soni had moved out. You get it? Now you get it. Now to the other bigger picture this way. As you're looking at all these statements zenye Mlamwa alikuwa anaandika, it was taken like this is now the main reason to why they had to part ways. It's okay, people part ways, watu wanaachana and all those stuffs. But now to the bigger picture. Ikafika mida ya saa 10 labda jioni hivi, and then akaandika kwamba labda tutakuwa tutapata the real tea. Sisi like the Kenyan family tutakuwa tutapata the real tea pale kwa social media handle ya Facebook aswa ya mtoto wake ambaye ni mtoto wao mdogo, sitataja kwa labda kwa sababu za kuweza kuheshimu tu yale mandhari. So Kenyans of course like walikuwa wanachangamkia. If you look at those posts, they were really getting a lot of likes and a lot of views of course, and they were there, they wanted to know who's this, but we did not expect like a whole celebrity to an extent like he is going forward to share the pictures ambao labda ni pictures, let me call them internal pictures. Sijui kama unanipata. Internal pictures ina maana that hizi ni picha ambazo ni za uume na uke. Kwa sababu pande nyingine pia tuliweza kuona kwamba Ruth K pia naye alikuwa amejawa na hasira, jinsi ambavyo tuliweza tukaona, na she had already shared those pictures. So Mlamwa responded back by sharing those pictures. But now to the point of which is so disgusting this way. Was it right for Mlamwa to go to an extent ya kutuma hizi picha ambazo zilikuwa za uchi kwa wazazi wa Ruth K, jinsi ambavyo tuliona kwenye mitandao? Because I don't feel if it was okay personally. Not maybe supposed to take a stand, but I don't feel that is society is going to be like ni kwenda kinyume na matarajio ya society kabisa. So wakati ule ambao tulikuwa tunaona kwamba labda sasa like how is this happening to that extent? So Ruth K had to retaliate, like ilibidi avae globes, akunje like arudishe labda ule upole wake, sio? So the picture, the real question I'm now asking is, are we still living in an era where people share their nudes? Are we still living in an era where people can share their nudes? Watu wanatumiana picha zao za uchi ama uke wao ama uume wao. Bado tunaishi katika era hiyo, ama hizi picha zilitoka wapi? Are they just cloud chasing with us? Or are they just trying to keep a standard zenye labda they are maybe to produce a song ama they are to do something? Because I'm trying to think like bado tunaishi katika zile siku ambazo unaweza ukaangalia kwamba mtu anafanya nini? Mtu bado anakuwa na ile kwamba ana share like picha za uke wake na mtu mwingine, ama labda inakuwa namna gani? Mtazamaji wangu wa Mofu TV, iwapo basi unanitazama jioni ya leo, niambie kwamba kile kitu ambacho kinaendelea mitandaoni humu nchini Kenya kati ya Mlamwa na alikuwa mpenzi wake Ruth K, is it the right way to approach this a failed relationship? Is it the right way for people to come together and try to mend things? If it's not working, they go that way. Tell me in the comment section, niambie na niandikie moja kwa moja, nami nitakuwa nasoma ujumbe wako hapa studioni. Piga simu studioni mtazamaji kupitia nambari ya 0794599879, 0794599879. Iwapo basi upo katika maeneo ya Tanzania na kwingine Uganda kule, ama pia kule Rwanda na nje ya taifa la Kenya, anza na alama ya kujumlisha 07 alama ya kujumlisha 25479459987 tuweze kuzungumza nawe moja kwa moja studioni, kwani Mlamwa ameweza kuamua kuunganisha wa Kenya. Tafadhali na uweze kutuambia kwamba who is right, because this child mwenye analelewa katikati yao mtazamaji, atafika mahali atakuwa kwamba ni mtu ambaye anaweza kupitia hii mitandaoni, na unajua kwamba the internet doesn't forget. So ikafika mahali kwamba there's somebody who screenshotted those messages and all those pictures they were sharing, and then keeps in like anaziweka, and then anakuja kuzipa mama ama baba ama huyu mtoto wakati ambapo labda haitakuwa siku za kuweza kufurahia, ama like it will be the day huyu mtoto alikuwa amekuwa anaambia kwamba wazazi wako washaikuwa na hii kipindi ambacho walikuwa wanarushiana maneno. Mtazamaji wangu, what do you think? The baby mamas, the baby daddies, what are some of these challenges that those people undergo? And if you are one, tell me challenges gani mna undergo, mnarushiana labda maneno hivi moja kwa moja. And then
kwenye swala hili I will also go deep into it. I was trying to look through and nimepata labda baadhi ya picha fulani hapa hivi ambazo zinaelezekeza kwamba labda yesterday it was meant to divert the attention in the from the political world. Unaelewa? Manake humu nchini Kenya sasa hivi watu wanajipanga kwa sababu ya election hapa kule. So wengi wanasema kwamba labda ilikuwa ni njia ya kuweza kudivert ile attention ya kuweza kukua mbele. There is a post that is circulating online. Wanasema kwamba the bombshell intelligence desk. Sio? Is maybe a certain page run by a certain blogger pale kwenye mitandao ya kijamii mtazamaji. Inasema kwamba the bombshell intelligence desk BID in bracket is picking up report that Mlamwa was engaged by the State House communications team to help them divert the public attention. The public attention kwamba labda watu wasiweze kuhusika kupatiana attention kwamba labda kipi ambacho kinaendelea, bali wanapoingia katika mitandao waweze kuingia. Lakini do we have to divert the attention to an extent like we are having a one celebrity diverting the attention of people and now lowering the standard to sharing the pictures ambazo ni picha za uchi? Mtazamaji wangu, nielezee kwamba zile picha, iwapo basi ulipata nafasi ya kuweza kuziona, ni picha za ukweli ama are they just fabricated to make us forget our main focus?